Surati Yunus imeteremka Makka na ina aya 109. Imeanzia kuashiria cheo cha kitabu hiki kitukufu na wasemayo washirikina yaliyomhusu Nabii sallallahu alaihi wasallama. Kisha ikataja ulimwengu na ishara za Mwenyezi Mungu mtukufu ziliomo humo na malipo ya siku ya kiyama na mwendo wa Mwenyezi Mungu mtukufu kuwatendea makafiri na kuwakemea kwake kwa hizo itikadi zao na hali ya watu wakati wa shida na neema na uwezo wa Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu na kuemewa masanamu kufanya lolote. Na katika sura hii wanatakiwa kama wanaweza makafiri walete sura japo moja ya kuzua. Na pia ndani yake kuna vitisho vikali vya adhabu ya Mwenyezi Mungu mtukufu na hali za nafsi za watu na vipi Mwenyezi Mungu anavyovichunguza vitendo vyao. Kisha baada ya hayo ikaingia kumuondolea Nabii sallallahu alaihi wasallama kuungulika kwake kwa ukafiri wao pamoja na kutoa hoja ya kuwavunja kabisa, na ikampoza kwa kumtajia hadithi za manabii wengine na kaumu zao. Ikaja hadithi ya Nuhu na hadithi ya Musa na Harun na Firauni na wana wa Israeli. Kisha ikaashiriwa hadithi ya Yunus na kwa jina hilo sura hii ikaitwa. Na mwisho ikaelekea sura hii kubainisha mambo ya mtume huyu ili kutimiza mawaidha na mazingatio. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra. Hizo ni aya za kitabu chenye hikma. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashiril ladhina amanu أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Imekuwa ajabu kwa watu kwamba tumemfunulia mmoja wao kuwa waonye watu na wabashirie wale walioamini ya kuwa watakuwa na cheo cha juu kwa Mola wao mlezi. Wakasema makafiri, hakika huyu ni mchawi dhahir. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amr ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Hakika Mola wenu mlezi ni Mwenyezi Mungu ambaye ameziumba mbingu na ardhi kwa siku 6 na ametawala kwenye ufalme wake, anaendesha mambo yote, hapana muombezi ila baada ya idhini yake. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi, basi muabuduni yeye. Je, hamkumbuki? Ilayhi marji'ukum jami'a wa'da Allahi haqqan innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu liyajziya alladhina amanu wa 'amilu s-salihati bil qist. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Kwake yetu ndiyo marejeo yenu nyote. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu iliyo ya kweli. Hakika yeye ndiye alianzisha uumbaji na kisha ataurejesha ili awalipe kwa uadilifu wale walioamini na wakatenda mema. Na waliokufuru wao watapata vinywaji vinavyochemka
na adhabu chungu kwa sababu ya walivyokuwa wakikufuru. Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Yeye ndiye alilijalia jua kuwa na mwangaza na mwezi ukawa na nuru, na akaupimia vituo ili mjue idadi ya miaka na hisabu. Mwenyezi Mungu hakuviumba hivyo ila kwa haki. Anazipambanua ishara kwa watu wanaojua. Inna fi ikhtilafil layli wan nahari wama khalaqa Allahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun. Hakika katika kukhitalifiana usiku na mchana na katika alivyoumba Mwenyezi Mungu katika mbingu na ardhi zipo ishara kwa watu wanaomcha Mungu. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tuma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun. Hakika wasiotaraji kukutana nasi na wakaridhia maisha ya dunia na wakatua nayo, na walioghafilika na ishara zetu. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Hao makazi yao ni motoni kwa sababu ya waliokuwa wakiachuma. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. Hakika walioamini na wakatenda mema, Mola wao mlezi atawaongoa kwa sababu ya imani yao. Itakuwa inapita mito kati yao katika mabustani yenye neema. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wito wao humo utakuwa subhanaka Allahumma, umetakasika ewe Mwenyezi Mungu, na maamkio yao humo ni salama, na mwisho wa wito wao ni alhamdulillahi rabbil alamin. Kuhimidiwa kote ni kwa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi ash-sharra isti'jalahum bil khayri laqudiya ilayhim ajaluhum فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Na lau kama Mwenyezi Mungu angeliwafanyia watu haraka kuwaletea shari kama wanavyojihimizia kuletewa kheri, bila shaka wangelishatimiziwa ajali yao, lakini tunawaacha wale wasiotumainia kukutana nasi wakihangaika katika upotovu wao. Wa idha massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massahu كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Na mtu akiguswa na shida hutuomba naye kaegesha ubavu au kakaa au kasimama, lakini tukimuondoshia shida yake huendelea kama kwamba hakupata kutuomba tumuondoshie shida iliyompata. Ndiyo namna hiyo
wamepambiwa warukao mipaka yale waliokuwa wakiyatenda. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Na kwa yakini tumekwisha ziangamiza kaumu za kabla yenu walipodhulumu, na waliwajia mitume wao kwa ishara zilizowazi, lakini hawakuwa wenye kuamini. Ndiyo kama hivyo tunavyowalipa watu wakosefu. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Kisha tukakufanyeni nyie ndiye wenye kushika mahali pao baada yao katika ardhi, ili tuone jinsi mtakavyotenda. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Na wanaposomewa aya zetu zilizowazi, wale wasiotaraji kukutana na sisi husema, lete Qur'ani isiyokuwa hii au ibadilishe. Sema, hainifalii mimi kuibadilisha kwa nitakavyo nafsi yangu. Mimi sifuati ila ninayofunuliwa kwa wahi. Hakika mimi naogopa nikimuasi Mola wangu mlezi adhabu ya siku iliyokuu. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Sema, Mwenyezi Mungu angelitaka nisingelikusomeeni wala nisingelikujuvieni, kwani nalikwisha kaa nanyi umri mzima kabla yake. Basi je, amzingatii? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. Basi ni nani aliyedhalim zaidi kuliko yule anayemzulia uongo Mwenyezi Mungu na akazikanusha ishara zake? Hakika hawafanikiwi wakosefu. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Nao badala ya Mwenyezi Mungu wanaabudu wasiowadhuru wala kuwanufaisha, na wanasema, hawa ndio waombezi wetu kwa Mwenyezi Mungu. Sema, je, mnamwambia Mwenyezi Mungu asiyoyajua ya katika mbingu wala katika ardhi? Subhanahu wa ta'ala, ametakasika na ametukuka na hao wanaomshirikisha naye. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Wala watu hawakuwa ila umma mmoja tu, kisha wakakhitalifiana,
Na lau kuwa si neno lililokwisha tangulia kutokana na Mola wako mlezi, hapana shaka hukumu ingelikwisha katwa baina yao katika hayo wanayokhitalifiana. Wayaquluna laula unzila alayhi ayatun min rabbih faqul innamal ghaibu lillahi fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Na wanasema, kwa nini hakuteremshiwa ishara kutoka kwa Mola wake mlezi? Sema, mambo ya ghaibu ni ya Mwenyezi Mungu, basi nyinyi ngojeni na mimi ni pamoja nanyi katika wanaongojea. Wa idha adhaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massathum idha lahum makrun fi ayatina qul illahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Na tunapoonjesha watu rehma baada ya shida walioipata, utawaona wana vitimbi kuzipangia ishara zetu. Sema, Mwenyezi Mungu ni mwepesi zaidi wa kupanga. Hakika wajumbe wetu wanayaandika mnayoyapanga. Huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Yeye ndiye anayekuendesheni bara na baharini, hata mnapokuwa majahazini, na yakawa yanakwenda nao kwa upepo mzuri wa kuufurahia, upepo mkali ukawazukia, na yakawajia mawimbi kutoka kila upande, na wakaona wameshazongwa. Basi hapo humomba Mwenyezi Mungu kwa kumsafishia nia. Ukituokoa na haya, bila ya shaka tutakuwa miongoni mwa wanaoshukuru. Falamma anjahum idha hum yabghuna fil ardi bighayri alhaq ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lakini akisha waokoa, mara wanafanya jeuri tena katika nchi bila ya haki. Enyi watu, jeuri zenu zitakudhuruni wenyewe. Hii ni starehe ya maisha ya dunia tu, kisha marejeo yenu ni kwetu, na hapo tutakuambieni mliokuwa mkiyatenda. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'amu hatta idha
واتخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Hakika mfano wa maisha ya dunia ni kama maji tuliyoyateremsha kutoka mbinguni kisha yakachanganyika na mimea ya ardhi wanaoila watu na wanyama mpaka ardhi ilipokamilika uzuri wake na ikapambika na wenyewe wakadhani wameshaiweza. Ilifikia amri yetu usiku au mchana tukaifanya kama iliyofyekwa kama kwamba haikuwapo jana. Namna hivi tunazipambanua ishara zetu kwa watu wanaofikiri. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Na Mwenyezi Mungu anaita kwendea nyumba ya amani na anamuongoa mtakaye kwenye njia iliyonyoka. Lilladhina ahsanul husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wafanyao wema ni wema na zaidi, wala vumbi haitawafunika nyuso zao, wala madhila, hao ndio watu wa peponi, humo watadumu. Walladhina kasabu as-sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum min Allahi min 'asim كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Na wale waliochuma maovu malipo ya uovu ni mfano wake vile vile na yatawafika madhila. Hawatakuwa na wakuwalinda na Mwenyezi Mungu. Nyuso zao kama kwamba zimefunikwa na vipande vya usiku wa giza. Hao ndio watu wa motoni. Wao humo watadumu. Wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladhina ashraku makanakum antum wa shurakaukum fazayyalna bainahum وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. Na siku tutakapo wakusanya wote kisha tutawaambia walioshirikisha, simameni mahali penu nyinyi na wale mliowafanya washirika. Kisha tutawatenga baina yao na hao waliowashirikisha watasema, nyinyi hamkuwa mkituabudu sisi. Fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni shahidi baina yenu na nyinyi. Hakika sisi tulikuwa hatuna habari ya ibada yenu. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ila Allahi mawlahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Huko kila mtu atayajua aliyoyatanguliza na watarudishwa kwa Mwenyezi Mungu, Mola wao wa haki,
na yote waliokuwa wakiazua yatawapotea. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Sema, ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi? Au ni nani anayemiliki kusikia na kuona? Na nani amtoaye hai kutoka maiti na akamtoa maiti kutoka aliye hai? Na nani anayedabiri mambo yote? Watasema Allah, Mwenyezi Mungu. Basi sema, je, hamchi? Fadhalikumullahu rabbukumul haqq famadha ba'da al-haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Basi huyo ndiye Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wenu wa haki. Na kipo kitu gani baada ya haki isipokuwa upotovu tu? Basi huwaje mkageuzwa? Kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun. Ndiyo kama hivyo kauli ya Mola wako mlezi itakavyowathibitikia wale waliopotoka ya kwamba hawatoamini. Qul hal min shurakaikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu qul illahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu fa anna tufakun. Sema, je, yupo katika miungu yenu ya washirikina alianzisha kuumba viumbe na kisha akavirejesha? Huwaje basi mkadanganywa? Qul hal min shurakaikum man yahdi ila al-haqq qul illahu yahdi lil-haqq afaman yahdi إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Sema, je, yupo katika miungu yenu ya ushirikina anayeongoa kwendea haki? Sema, Mwenyezi Mungu anaongoa kwendea haki. Basi je, anastahiki kufuatwa ni yule mwenye kuongoa kwendea haki au asiyeongoa ila aongozwe yeye? Basi nyinyi mna nini? Mna hukumu namna gani? Wama yattabi'u aktharuhum illa dhanna inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a inna Allaha alimun bima yaf'alun. Na wengi wao hawafuati ila dhanna tu, na dhanna haifai kitu mbele ya haki. Hakika Mwenyezi Mungu anajua yote wanayoyatenda. Wama kana hadha alquran an yuftara min duni Allahi walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Na haiwezekani Qur'ani hii kuwa imetungwa na haitoki kwa Mwenyezi Mungu, lakini hii inasadikisha aliyotangulia na ni mfafanuo wa kitabu kisicho na shaka ndani yake kutokana na Mola mlezi wa viumbe vyote. Am yaquluna iftarah
قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Je, ndio wanasema ameizua? Sema, hebu leteni sura moja mfano wake na muwaite mwawezao isipokuwa Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi mnasema kweli. Bal kadhabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu kadhalika kadhaba alladhina min qablihim fanzur kayfa kana 'aqibatu adh-dhalimin. Bali wameyakanusha wasioyaelewa ilmu yake kabla hayajawajia maelezo yake. Kadhalika walio kabla yao walikanusha vile vile. Basi angalia jinsi ulivyokuwa mwisho wa madhalim hao. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Na miongoni mwao wapo wanaoiamini na miongoni mwao wapo wasioiamini. Na Mola wako mlezi anawajua vyema mafisadi. Wa in kadhabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Na wakikukanusha wewe sema, mimi nina amali yangu na nyinyi mna amali yenu. Nyinyi hamna jukumu kwa niyatendayo, wala mimi sina jukumu kwa miyatendayo. Wa minhum man yastami'una ilayk afa anta tusmi'u as-summa walau kanu la ya'qilun. Na wapo miongoni mwao wanakusikiliza. Je, wewe unaweza kuwafanya viziwi wasikie ijapokuwa hawafahamu? Wa minhum man yanzuru ilayk afa anta tahdi al-umya walau kanu la yubsirun. Na wapo miongoni mwao wanaokutazama. Je, wewe utawaongoa vipofu ingawa hawaoni? Inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Hakika Mwenyezi Mungu hawadhulumu watu kitu chochote, lakini watu wenyewe wanajidhulumu nafsi zao. Wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadhabu biliqa'i Allahi wama kanu muhtadin. Na siku atakapowakusanya itakuwa kama kwamba hawakukaa ila saa moja tu ya mchana. Watatambuana, hakika wamehasirika waliokanusha kukutana na Mwenyezi Mungu, wala hawakuwa wenye kuongoka. Wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. Na vyovyote vile tukikuonyesha baadhi ya tunavyowaahidi au tukakufisha kabla yake, marejeo yao ni kwetu. Kisha Mwenyezi Mungu ni shahidi wa wanayoyafanya. Walikulli ummatin rasul فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Na kila umma una mtume. Alipowajia mtume wao walihukumiwa baina yao kwa uadilifu
wala hawakudhulumiwa. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Na wanasema, lini ahadi hii ikiwa mnasema kweli? قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sema, sijimiliki nafsi yangu shari wala kheri ila apendavyo Mwenyezi Mungu. Kila umma una muda wao waliowekewa. Ukifika muda wao hawakawii hata saa moja wala hawatangulii. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. Sema, mwaonaje ikikufikieni hiyo adhabu yake usiku au mchana? Sehemu gani ya adhabu wanaihimiza wakosefu? أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. Tena je, ikisha tokea mtaiamini? Je, ndiyo sasa tena? Na nyinyi mlikuwa mkiihimiza? ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. Kisha waliodhulumu wataambiwa, onjeni adhabu ya kudumu, kwani mtalipwa isipokuwa yale mliokuwa mkiachuma. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. Na wanakuuliza, je, ni kweli hayo? Sema, ehe, na hapa kwa Mola wangu mlezi, hakika hayo ni kweli na wala nyinyi hamshindi. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Na lau kuwa kila nafsi iliyodhulumu inamiliki kila kiliomo duniani, bila shaka ingelitoa vyote kujikombolea. Na watakapoiona adhabu wataficha majuto, na patahukumiwa baina yao kwa uadilifu, nao hawatadhulumiwa. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Jueni kuwa hakika vyote viliomo katika mbingu na katika ardhi ni vya Mwenyezi Mungu. Jueni kuwa hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya haki, lakini wengi wao hawajui. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'un. Yeye ndiye anayefufua na anayefisha, na kwake mtarejeshwa. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-suduri wa hudan wa rahmatun lilmu'minin. Enyi watu, yamekujieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu mlezi, na poza kuponyesha yaliyomo vifuani, na uongofu
na rehma kwa waumini. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Sema, kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu na rehema yake, basi na wafurahi kwa hayo. Haya ni bora kuliko hayo wanayoyakusanya. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Sema, je, maonaje zile riziki alizokuteremshieni Mwenyezi Mungu, nanyi mkafanya katika hizo nyingine haramu na nyingine halali? Sema, je, Mwenyezi Mungu amekuruhusuni au mnamzulia Mwenyezi Mungu tu? وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Na nini dhana ya wanaomzulia Mwenyezi Mungu kwa siku ya kiyama? Hakika Mwenyezi Mungu ana fadhila juu ya watu, lakini wengi wao hawashukuru. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Na hui katika jambo lolote wala husomi sehemu yoyote katika Qur'an wala hamtendi kitendo chochote ila sisi huwa ni mashahidi juu yenu mnaposhughulika nayo. Na hakifichikani kwa Mola wako mlezi chenye uzito hata wachembe katika ardhi na katika mbingu, wala kidogo kuliko hicho wala kikubwa ila kimo katika kitabu kilicho wazi. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Jueni kuwa vipenzi vya Mwenyezi Mungu hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, hao ni ambao wameamini na wakawa wanamcha Mungu. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila likalimati llah dhalika huwal fawzul adhim. Wao wana bishara njema katika maisha ya dunia na katika akhera. Hapana mabadiliko katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Huko ndiko kufuzu kukubwa. Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwas samiul alim. Wala asikuhuzunishe maneno yao, hakika utukufu wote ni wa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mwenye kusikia, mwenye kujua. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wama yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun.
Jueni kuwa ni vya Mwenyezi Mungu vyote viliomo mbinguni na ardhini, na wala hawawafuati hao wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu kuwa ni washirika wake. Wao hawafuati ila dhana tu, na hawasemi ila uongo. Huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. Yeye ndiye alikujalieni usiku mpate kutulia humo na mchana wa kuonea. Hakika katika haya zipo ishara kwa watu wanaosikia. Qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In 'indakum min sultanin bihadha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wamesema Mwenyezi Mungu ana mwana, subhanahu, aliyetakasika. Yeye ni mkwasi, mwenye kujitosheleza. Vyote viliomo katika mbingu na katika ardhi ni vyake peke yake. Nyinyi hamna uthibitisho wowote wa haya. Mnamzulia Mwenyezi Mungu msiyoyajua. Qul innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sema, hao wanaomzulia uongo Mwenyezi Mungu hawatafanikiwa. Mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adhaba ash-shadida bima kanu yakfurun. Hiyo ni starehe ya katika dunia tu, kisha marejeo yao ni kwetu. Tena tutawaonjesha adhabu kali kwa sababu ya kukufuru kwao. Watlu alayhim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri biayati Allahi fa'ala Allahi tawakkaltu fa'ajmi'u أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Wasomee habari za Nuhu alipowaambia watu wake, enyi watu wangu, ikiwa kukaa kwangu nanyi na kukumbusha kwangu kwa ishara za Mwenyezi Mungu kuna kutieni mashaka, basi mimi namtegemea Mwenyezi Mungu. Nanyi tengezeni mambo yenu pamoja na washirika wenu, na wala mambo yenu yasifichikane kwenu, kisha ni hukumuni, wala msinipe muhula. Fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Lakini mkigeuka, basi mimi sikukuombeeni ujira. Ujira wangu hauko ila kwa Mwenyezi Mungu, na nimeamrishwa niwe miongoni mwa Waislamu. Fakadhabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki waja'alnahum khalaifa wa aghraqna alladhina kadhabu biayatina fanzur kayfa kana 'aqibatul mundharin. Wakamkanusha, basi tukamwokoa pamoja na waliokuwa naye katika jahazi, na tukawafanya wao ndio waliobakia, na tukawazamisha waliozikanusha ishara zetu. Basi angalia vipi ulikuwa mwisho wa walioonywa. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
Kisha baada yake tukawatuma mitume kwa watu wao, nao wakawajia kwa ishara zilizo wazi, lakini hawakuwa wenye kuyaamini walioyakanusha kabla yake. Ndiyo kama hivyo tunapiga muhuri juu ya nyoyo za warukao mipaka. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi biayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kisha baada yao tukamtuma Musa na Harun kwa Firauni na waheshimiwa wake kwa ishara zetu, wakajivuna na wakawa watu wakosefu. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadha la sihrun mubin. Basi ilipowajia haki kutoka kwetu walisema, hakika huu ni uchawi dhahir. Qala Musa ataquluna lilhaqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun. Akasema Musa, mnasema hivi juu ya haki ilipokujieni, huu ni uchawi na wachawi hawafanikiwi. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi abaana wa takuna lakum al-kibriya fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Wakasema, je, umetujia ili utuachishe tulichowakuta nayo baba zetu na mpate nyinyi wawili ukubwa katika nchi? Wala sisi hatukuaminini nyinyi. Waqala Fir'aunu utuni bikulli sahirin alim. Na Firauni akasema, nileteeni kila mchawi mjuzi. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Basi walipokuja wachawi, Musa aliwaambia, tupeni mnavyotupa. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihru inna Allaha sayubtiluhu inna Allaha la yuflihu 'amala al-mufsidin. Walipotupa, Musa alisema, mlioleta ni uchawi, hakika Mwenyezi Mungu haitengenezi kazi ya waharibifu. Wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bikalimatihi walau kariha al-mujrimun. Na Mwenyezi Mungu huhakikisha haki kwa maneno yake hata wangachukia wakosefu. Fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qawmihi ala khawfin min Fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Basi hawakuamini Musa isipokuwa baadhi ya vijana vya kaumu yake, kwa kumwogopa Firauni na wakuu wao wasiwatese, kwani hakika Firauni alikuwa jeuri katika nchi, na kwa yakini alikuwa miongoni mwa waliopita kiasi. Waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Na Musa alisema, enyi watu wangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye,
ikiwa nyinyi ni waislamu. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. Wakasema, tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Ewe Mola wetu mlezi, usitufanye wenye kutiwa misukosuko na hao watu wa madhalim. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Na utuokoe kwa rehema yako na watu makafiri. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Na tukampelekea Musa na ndugu yake wahi huu, watengenezeni majumba watu wenu katika Misri, na azifanyeni nyumba zenu ndiyo mahali mwa ibada, na mshike sala na wabashirie waumini. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Na Musa akasema, Mola wetu mlezi, hakika wewe umempa Firauni na wakuu wake mapambo na mali katika maisha ya dunia, hivyo wanapoteza watu na njia yako. Mola wetu mlezi, yafutilie mbali mali yao na zifunge nyoyo zao, wasiamini mpaka waione adhabu chungu. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Mwenyezi Mungu akasema, maombi yenu yamekubaliwa, basi simameni sawa sawa, wala msifuate njia za wale wasiojua. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Tukawavusha bahari wana wa Israeli, na Firauni na askari wake wakafuatia kwa dhulma na uadui. Hata Firauni alipokuwa anataka kuzama akasema, naamini kuwa hapana Mungu ila yule waliyemwamini wana wa Israeli, na mimi ni miongoni mwa walionyenyekea. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Ala, sasa, na hali uliasi kabla yake na ukawa miongoni mwa mafisadi. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Leo basi tutakuokoa kwa mwili wako ili uwe ishara kwa ajili ya walio nyuma yako, na hakika watu wengi wameghafilika na ishara zetu. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Na hakika tuliwaweka wana wa Israeli kikao chema
na tukawaruzuku vitu vizuri, nao wakukhitalifiana mpaka ilipowafikia elimu. Hakika Mola wako mlezi atahukumu baina yao siku ya kiyama katika yale waliokuwa wakikhitalifiana. Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Na ikiwa unayoshaka katika tuliokuteremshia, basi waulize wasomao kitabu kabla yako. Kwa yakini imekwisha kujia haki kutoka kwa Mola wako mlezi, basi usiwe miongoni mwa wenye shaka. Wala takunanna minal ladhina kadhabu biayati Allahi fatakuna minal khasirin. Na kabisa usiwe miongoni mwa wale wanaozikanusha ishara za Mwenyezi Mungu, usije kuwa katika waliohasiri. Innal ladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun. Hakika wale ambao neno la Mola wako mlezi limekwisha thibitika juu yao hawataamini. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adhabal alim. Ijapokuwa itawajia kila ishara mpaka waione adhabu iliyochungu. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Wanini usiwepo mji mmoja ukaamini na imani yake ikawafaa isipokuwa kaumu Yunus? Waliamini na sisi tukawaondolea adhabu ya hizaya katika maisha ya dunia na tukawastarehesha kwa muda. Walau shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Angelitaka Mola wako mlezi wangeliamini wote waliomo katika ardhi. Je, wewe utawalazimisha watu kwa nguvu mpaka wawe waumini? Wama kana li nafsin an tu'mina illa bi'idhnillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun. Na hawezi mtu kuamini ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, naye hujalia adhabu iwafike wasiotumia akili zao. Qul inzuru madha fis samawati wal ard wama tughni al ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun. Sema, angalieni yaliyomo mbinguni na kwenye ardhi, na ishara zote na maonyo hayawafai kitu watu wasioamini. Fahal yantadhiruna illa mithla ayyamil ladhina khalaw min qablihim qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Basi je, wanangojea jingine ila kama yaliyotokea siku za watu waliopita kabla yao? Sema, ngojeni, nami ni pamoja nanyi katika wanaongoja. Thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan alayna nunjil mu'minin. Kisha sisi waokoa mitume wetu na walioamini, ndiyo kama hivyo yatustahiki kuwaokoa waumini. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum
كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. Sema, enyi watu, ikiwa nyinyi mnayoshaka katika dini yangu, basi mimi siwaabudu mnaoabudu nyinyi badala ya Mwenyezi Mungu. Lakini mimi namwabudu Mwenyezi Mungu anayekufisheni, na nimeamrishwa niwe miongoni mwa waumini. Wa an aqim wajhaka lid-din hanifan wa la takunanna minal mushrikin. Na uelekeze uso wako kwenye dini ya kweli, wala usiwe katika washirikina. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Na wala usiwaombe wasiokuwa Mwenyezi Mungu ambao hawakufai kitu wala hawakudhuru. Ukifanya hivyo basi utakuwa miongoni mwa waliodhulumu. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Na Mwenyezi Mungu akikuhusisha madhara basi hapana kukondolea ila yeye, na akikutakia kheri basi hapana wezaye kurudisha fadhila yake. Huifikisha kwa amtakaye katika waja wake, na yeye ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi waman dhalla fa innama yadhillu 'alayha wama ana 'alaykum biwakil. Sema, enyi watu, haki imekwisha kukujieni kutoka kwa Mola wenu mlezi. Basi anayeongoka anaongoka kwa faida ya nafsi yake, na anayepotea anapotea kwa hasara ya nafsi yake, na mimi si mwakilishi juu yenu. Wattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkuma Allah wa huwa khairul hakimin. Na wewe fuate yanayofunuliwa kwako kwa wahi, na vumilia mpaka Mwenyezi Mungu ahukumu, na yeye ndiye mbora wa mahakimu.